Uchumba mtamu kuliko ndoa. Yaani siku zote uchumba ni mtamu kuliko ndoa. Usiingie kwenye ndoa kwa mihemuko ya uchumba. Ingia kwenye ndoa ukiwa umeamua mwenyewe kutoka moyoni ya kwamba sasa naingia kwenye timu hili. Naingia kwenye vita ya dunia, yani vita tatu ya dunia. Ndoa ni vita baba. Alafu ndoa sio mashindano. Kwamba eti akichiti na wewe uchiti, hapana. Unaweza ukachiti ukapata ukimwi, alafu akakuotea kwamba una ukimwi mwenzako akapita hivi. Kwa hiyo unapoamua kuingia kwenye ndoa, unaingia kwenye vita ya tatu ya dunia. Uchumba mtamu kuliko ndoa. Kwenye uchumba kabla ya kukutana, kila mmoja anajiandaa, anajitengeneza. Mmoja atakuja amevaa suti wa kiume, mwanamke atakuja amepiga mini moja safi hivi, alafu amepiga na lotion ama amepiga perfume moja hivi inanukia. Na mwanaume anakuja amepiga perfume moja hivi imenukia. Kila mmoja ata perfume tofauti. Mkikutana sasa pale, alafu hamjaonana muda mrefu, kila mmoja kamisi mwenzake. I say. Yaani kuna hisia kali sana pale. Kwa hiyo hakuna anayemchoka mwenzake kwa sababu mnakaa mbali mbali. Mmoja anakaa kwao na mwingine anakaa kwao. Huo ndio uchumba. Lakini baada ya kuingia kwenye ndoa, mafuta hayo hayo, perfume hiyo hiyo, yaani nguo anazozivaa mwanaume ni wewe umemnunulia. Yaani unaziona nguo kabla yeye hajavaa umeshaziona tayari. Lakini kwenye uchumba alikuwa anakuja amevaa nguo mpya, unasema amependeza. Unamsifia. Baada ya kuingia kwenye ndoa hakuna sifa. Kwenye uchumba kuna busu, siji maya unaleta siji nini denda. Kwenye ndoa hakuna denda, huo mdomo unatumia kupigia makelele na malalamiko. Kwenye ndoa hakuna denda mzee. Kwanza kwenye ndoa mdomo wa mwenzako unanuka kinoma. Yaani mtu kama hajakosea ananukia vizuri, lakini baada ya kukosea ananuka kama bebelo. Kwenye ndoa unalala na mpenzi wako. Unaamka na mpenzi wako. Yaani unaamka na mke wako, unalala na mume wako. Kwa hiyo utamisi vipi wakati wote mko wako ndani? Leo kwenye uchumba ulikuwa unamisi huko kazini, unamisi SMS, unamisi simu. Mwanaume kwenye uchumba akimpigia mwanamke akimwambia tukutane, yaani mwanamke jamaa anatetemeka kwamba nikikosa hii nafasi ya kukutana naye leo nitakosa kitu. Kwa hiyo anafanya afanyavyo lazima akutane naye. Kwa hiyo wanamisiana. Kwenye ndoa hakuna kukutana. Mwanaume anaondoka nyumbani anajua ipo nitaikuta tu, nitaenda wapi. Nikirudi napiga. Ila kwenye uchumba unaipata kwa bahati sana, yani unaitetemekea. Kwa maana mwanaume analeta vizawadi nini kwenye uchumba. Kwenye ndoa hakuna zawadi. Yaani mpaka umpate mwanaume anayekuletea zawadi kwenye ndoa, shukuru Mungu. Tena wanaume maskini wana hasira sana. Anaweza akaja akakuta watoto wamekaa sebuleni, matoto yatapigwa kama mbwa. Ukiwa na baba maskini tabu tupu, unashangaa kofi inashuka bila taarifa. Hasira za kazini. Mimi natafuta hapa nyinyi mmekaa tu hamna kazi yoyote. Baba anarudi anatoka kazini anakuta mnaangalia movie sebuleni zima na sababu hakuna. Ana hasira tu za kazini. Maskini amejaa hasira muda wote. Hata kwenye kikao cha ukoo akiwa na kikao unashangaa hata kikao hakifanyiki. Makelele kwenda mbele. Acha niongee. Kikao kinaishia njiani. Lakini watu wenye hela utasikia jamani hili jambo lisifike mbali. Tufanye hivi. Kwa ndio hivyo. Uchumba mtamu kuliko ndoa. Na ndio maana tunashauri kama wewe mtu mwanamke una nia ya kuingia kwenye ndoa kweli, usitumie vitu feki kwa ajili ya kumridhisha mchumba wako. Yaani usipende kila siku muweka rasta. Siku moja nyoa mkiwa bado upo kwenye uchumba. Siku moja usisuke rasta. Usiweke wigi. Nimeona kuna mawigi fulani hivi kama hili hapa. Umeona hilo wigi? Haya, mtu mpo kwenye uchumba anakuja na wigi kama hili kila siku kwenye uchumba. Unaamini kichwa chake kiko hivi. Baada ya kuingia kwenye ndoa, siku moja mmelala, mara ile wigi linatoka, unakutana na kichwa kama papai. Wewe nani? Unaanza kuulizana, nani mke wako? Mimi nimekuoa lini wewe? Unaachwa. Tumia, yani onyesha mwili wako jinsi ulivyo. Kama una sura mbaya tu, una sura mbaya, muonyeshe mcheke yaishe. Kama atakupenda endelee kukupenda. Wewe mwanaume uko kwenye uchumba usijionyesha kwamba una hela sana, una pesa. Muonyeshe huyo mwanamke maisha halisi kwamba kuna kukosa na kupata. Kwa hiyo usijifanye wewe kila siku unapataga tu. Mimi chongo kwangu haiwezi kuisha bwana. Muonyesha kwamba kuna shida. Yaani kwenye uchumba mwanamke ukimuomba hela mwanaume atafanya afanyavyo. Atahakisha anaipata hela atakupa. Lakini mkishaingia kwenye ndoa utaanza kusikia sina. Ukianza kuona neno sina, ameshaanza kupata ujasiri wa kukwambia sina hela mwanaume, ujue pameanza kuchangamka. Kwa hiyo uchumba jamani ni mtamu kuliko ndoa. Muonyeshe mpenzi wako vitu halisi. Usimuonyeshe maisha fake. Usimuonyeshe sura fake.
mwanamke huko na mwanaume kwenye uchumba unatumia siji mnato, siji unabana uke. Mume wako anajua, mchumba wako anajua wewe ni mtamu. Wewe uko size ambayo yeye anaitaka hiyo size. Unaingia kwenye ndoa, hautatumia hiyo mnato, hautatumia siji kubana nini. Kwenye ndoa hautatumia kila siku. Unaenda unafanya mwanga. Mume wako anaona kubaleki. Kumbe ndo hii. Umefeki nini kwenye uchumba? Ndio maana mnaachwa. Watu wengi mnaingia kwenye ndoa mnaachwa kwa sababu mnaonyesha fake life. Yaani kwenye uchumba kabla hamjakutana kila mmoja anajiandaa kwa jinsi ya kwenda kumuonyesha mwenzake ya kwamba yeye yuko vizuri. Lakini mkishaingia kwenye ndoa, kila mmoja anaenda kuyajua maisha ya mwenzake halisi. Kwenye uchumba kila mmoja anajifanya msafi, mwaminifu, mtakatifu. Lakini baada ya kuingia kwenye ndoa, kila mmoja utaenda, yani ukishaingia kwenye ndoa ndio unaenda kuyaona maisha yake halisi. Ndio maana nimekwambia ukiamua kuingia kwenye ndoa, jua unaingia kwenye vita ya 3 ya dunia. Kwa hiyo uchumba ndio uko hivyo. Kwenye uchumba mkikutana hisia zinajileta zenyewe. Yaani hisia kali. Kila mmoja na hisia na mwenzake. Lakini baada ya kuingia kwenye ndoa, hisia zinatafutwa. Yaani nyinyi ndio mnazitafuta hisia zije. Kwa hiyo mkiwa kwenye uchumba, kwenda sijui raundi 3, raundi 4 ni kitu cha kawaida. Lakini baada ya kuingia kwenye ndoa, hizo raundi zinapungua. Ni 2 au 1. Ndio nasikia wanaume wana nguvu za kiume. Sio hawana, ameshamzoea mke wake. Kwenye ndoa hata mke wako akipita hivi hana nguo, hamna kitu kinasisimka. Hamna. Na ndio maana tunashauri wanaume usioe mwanamke kwa sababu ya ngono. Muoe mwanamke anayejua kuchakalika. Kama umetafuta mwanamke ambaye anabika umemkosa, oa mchakalikaji. Usioe tu mwanamke ovyo ovyo. Usioe mwanamke kwa ajili ya ngono. Angalia akili inafanyaje. Sasa hivi wanawake bikira, ukitafuta mwanamke bikira akakosekana, oa mwanamke anayechakalika. Usioe mwanamke tuliko hivi limekaa tu, alijui kuosha vyombo, alijui kupika, alijui kufanya kazi yenyewe limetega tu hela hivi. Oa mwanamke ambaye anachakalika. Kwa hiyo mkiingia kwenye ndoa, jinsi mlivyokuwa mnafanya mapenzi kwenye uchumba, sasa hivi mnazini sana kabla ya kuolewa. Hamtafanya mapenzi hivyo hivyo kama kwenye uchumba. Raundi zinapungua mkiingia kwenye ndoa. Hisia zinapungua mkiingia kwenye ndoa. Heshima inapungua ya kumheshimu huyo mtu wako mkishaingia kwenye ndoa. Yaani hisia unazitafuta zenyewe zije ili ukae na mwenzako. Heshima unaitafuta mwenyewe ije. Mwanzo wakati mpo kwenye uchumba heshima, yani ulikuwa unamheshimu mwenyewe bila kuambiwa na mtu kwamba mheshimu mchumba wako. Lakini mkiingia kwenye ndoa utaanza kuambiwa mheshimu mmeo. Kwa sababu unakuwa umheshimu. Kuna heshima fulani unampunguzia. Mwanaume kuna heshima anakupunguzia. Kwenye uchumba alikuwa anakutetemekea, ukimwambia tukutane anatetemeka mkutane. Lakini sasa hivi upo nyumbani. Anaamini nikirudi namkuta. Kwa hiyo kuna heshima anakupunguzia. Inatakiwa yeye ndo aanze kuforce akupe heshima na wewe uanze kuforce umpe heshima. Kwenye uchumba mnapokutana mnapigana siji mabusu. Yaani mbwembwe nyingi kwenye uchumba siji kumuandaa. Kwenye ndoa baba. Yaani ni fujo geuka. Kwa hiyo uchumba uko tofauti sana na ndoa. Jitahidini sana muonyeshane maisha ya ukweli, msioneshane maisha feki kama mmeamua kutaka kuoana. Mume anamzoea mke. Anaamini hata nikienda kazini nikirudi ipo. Sio kama ile ya kwenye uchumba mpaka mtafute, hamjakutana muda mrefu. Kwa hiyo kuna hali fulani mmepitia kila mmoja kammisi mwenzake. Kwenye ndoa hakuna kummisi mwenzako. Kila siku unaamka nayo na nayo na message. Kwa hiyo maisha ya uchumba ni tofauti na maisha ya ndoa. Sio mkiingia kwenye ndoa mtafanya mapenzi kila siku. Inaweza kapita hata siku 3, siku 4, hauna ambaye kamgusa mwenzake. Tena mwanamke ukiwa mkorofi umsikilize mume wako ndo mume wako anaweza kugusa hata mwezi. Lakini kwenye uchumba kila mkikutana tendo mnafanya. Sasa hivi mnazini sana. Acheni kujifanya kwenye uchumba hatuzini. Malaya nyinyi mnazini kinoma. Kwa hiyo oneshaneni maisha halisi kwenye uchumba. Mtu akikuchiti kwenye uchumba, amini hivyo hivyo akiingia kwenye ndoa atakuwa anakuchiti. Na ndio maana mnaishi kwanza kwenye uchumba afu ndio mnaingia kwenye ndoa. Mnaishi kwenye uchumba ili uyaone, ili umchunguze kwenye uchumba ya kwamba nikiingia kwenye ndoa atakuaje. Kwenye uchumba ukiona tu nguo ya mpenzi wako, mwili unasisimuka. Lakini kwenye ndoa hata mke wako akiwa uchi asisimki, nguo siji usisimki. Lakini kwenye uchumba ukiona hivi nguo tu ya mpenzi wako, mambo yana